Hapana dadangu. Naomba usiniue. Utapata shida sana katika maisha yako. Bala zuri mkubwa wewe. Kumbe ndo michezo yenu hii. Wewe binti, si ulisema ujijui wewe ni nani? Mke wangu, sio hivyo kama unavyofikiria, na naomba usitoelewe vibaya. Nilikuwa tu namwelekeza baadhi ya vitu, ila hakuna chochote kinacho. Usiwe na kigugumizi kai. Endelea kulala na huyo mwanamke wako. Doreen, mke wangu. Kuwa na amani binti, sawa? Nitaongea naye na kila kitu kitakuwa sawa. Doreen. Naogopa mimi. Upasi kuogopa binti. Huo ni uwezo mwingine ambao uko nao, na nitakufundisha namna gani nzuri zaidi ya kutumia huo uwezo wako. Kwa hiyo na wewe una mbawa? Bila kupepesa macho, nami pia nina mabawa ambayo kama wewe uko nayo. Kama wewe una mbawa na mimi nina mbawa, sote tunapaa. Ina maana sisi ni mashetani? Wacha hiyo binti. Mimi na wewe wala sio mashetani. Kazi yetu kubwa katika dunia hii ni kuwasaidia binadamu wote ambao hawana hatia. Kwa hiyo kama sisi sio mashetani na hali ya kuwa sote tunapaa, niambia ukweli, mimi ni nani? Nakuuliza, mimi ni nani? Dada? Dada? Shikamoo dada. Marahaba, jambo. Jambo.
Vipi mgeni ameshaamka? Hapana, sijaenda kumwangalia, ila natumaini bado amelala. Analalaje mpaka sasa hivi? Ina maana ameshapageuza hapa ni kwao? Kwa jigeni usimwamshe asubuhi akakusaidia kazi za ndani? Hapana, ni vyema aendelee kulala, maana ukiangalia kazi za humu ndani ni mimi ndo nahusika kufanya. Kwani ni bora aendelee kupumzika. Ina maana umeshakuwa na mamlaka sasa hivi kiasi cha kwamba unaweza ukaamuru yule binti aende akalale kwenye chumba cha wifi yangu? Hapana dada, ila nilipata idhini kutoka kwa kaka, ndio aliniambia nimpeleke kwenye chumba cha mdogo wake. Kwa hiyo ina maana huyu binti ni special sana kiasi ambacho mume wangu kaona akalale kwenye chumba cha dada yake. Au unaonaje mdogo wangu? Huyu binti atakuwa na ajenda gani na mume wangu? Hapana dada. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba unahisi kaka anaweza katembea na ule mtoto? Hapana. Nyamaza! Ina maana wewe umekuwa mshauri wa ndoa yangu, si ndio? Hapana dada, samahani. Shika. Nenda kanunue matunda. Tena hayo matunda uchague taratibu, sio kaniletea hapa nyumbani matunda yaliyooza. Toka, ondoka. Toka nenda. Huyu binti lazima nimalizane naye leo hii. Unalala mpaka sasa hivi hapa nyumbani kwenu? Sina kuuliza. Si umesema ujijui wewe ni nani? Sasa leo nitakufanya ujijue wewe ni nani.
usiku ule alikuwa anatokea wapi? Mbona moyo wangu unanisukuma kumsaidia zaidi? Inawezekana ni kweli ana matatizo. Lakini mbona napata mashaka makubwa sana kuhusu mke wangu? Nahisi kuna kitu kibaya anaweza kumfanya kule nyumbani. Hapana. Nitamsaidia. Ni lazima nimsaidie tu. Jana umesema hujijui wewe ni nani. Nadhani nimesha kuzindua sasa. Binti, naomba uniambie wewe ni nani? Na kwa nini upo karibu na mume wangu? Na umeletwa nyumbani kwangu kufanya nini? Nakwambia ukweli dada. Mume wako alinisaidia jana usiku nilipotaka kubakwa. Nalijua hilo. Kwa hiyo kama amekusaidia, hiyo ndo sababu ya kuto kujitambua wewe ni nani? Nisikilize binti. Kuwa tu mkweli. Niambie wewe ni nani? Sidhani kama nikikwambia ukweli kama utaniamini. Lakini mimi mwenyewe sijijui mimi ni nani. Oh. Unajifunza uongo eh? Sasa kama hutaki kuniambia ukweli, na kuua. Hapana dada. Usifanye hivyo. Hapana dadangu. Naomba usiniue. Utapata shida sana katika maisha yako. Unanitisha si? Lazima nikuue. Na hata huyo bwana wako hata ujua maiti yako iko wapi. Kwa nini umechelewa? Na kwa nini umeleta katika hii nyumba? Mbona? Hataka niue. Ameshika kisu. Hapana. Mimi kazi yako siwezi. Nataka urudishe nyumbani. Binti, wewe huwezi kuondoka katika nyumba hii mpaka pale utakapoimaliza kazi yangu. Na kitu kingine, wewe hauna kwenu, bali nyumba hii ndiyo nyumbani kwenu. Hapana. Hapa hawezi kuwa nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu kwa watu ambao wanataka kuniua mimi. Vipi sindafika kwa wakati? Nige kisu kingeingia katika mwili wangu. Nijibu. Na kama hutaki kunitoa hapa, basi niambia mimi ni nani? Utakuja kuniua. Hakuna mtu yoyote chini ya jua
ambaye anayeweza kukuua wewe binti. Acha kuwa na wasiwasi. Hapana, haiwezekani. Ameshika kisu kabisa, anataka kuniua. Vipi singemgandisha? Huyo hawezi kukuua wewe kwa sababu mimi na wewe sote tulisha kufa. Unasemaje? Na siku zote mwanadamu huwa hafi mara mbili. Na kikubwa zaidi binti, nahitaji uitekeleze kazi yangu, na uwezi kuondoka pasi na kumaliza kazi yangu yote. Nikufanya nini? Nataka nikufanya nini mdogo wangu? Nahisi nimechanganyikiwa. Naomba unisamehe.